Saa 6:31 saa za Afrika Mashariki. Tuendelee na taarifa zaidi za siku. Familia za maafisa wawili wa akiba yani NPR wanaodaiwa kuuliwa na wanajeshi wa KDF katika eneo la Kaputir katika kaunti ndogo ya Aroo, sehemu ya Turkana kule, wanasimulia kisa hicho wakisema kwamba mwangaza wao umezimwa kufuatia vifo vya wapendwa wao waliokuwa tegemeo lao maishani. Vile viongozi katika kaunti hiyo ya Turkana wamelaani vikali kitendo hicho, kama anavyoarifu mwanahabari kutoka maeneo hayo Mike Ekutan. Ni hali ya huzuni inaendelea kumiliki eneo hili kufuatia kisa hicho cha kuuliwa kwa NPR wawili na wanajeshi wa Kenya. Wanawake wa maafisa hao wamesalia mayatima, huku wakitaja wanaume zao kuwa ni tegemeo la kila siku. Unaona, Kenya KDF amefanya hasara kubwa sana. Sisi tukujua KDF atawasaua askari mwenzake kama huyo. Huyo alikuwa KPR na yeye alikuwa askari. Sasa kwa nini aliua? Kwa nini hakuangalia uniform vile alikuwa amevaa? KDF ataweza hii watoto. Na sasa hii watoto ndio hii. Watoto ndio hii wote. Na hii mama, nani ataweza? Huyu mama, alamawaza alikuwa mmoja tu zake yake hivi. Nani ataweza hii mama? Gavana wa Turkana Jeremiah Lomurkai, ambaye alifika Kalemng'orok, Kainuk na Kaptiri kutuliza hali, ametaka vikosi vyote vya KDF viondolewe Turkana kwa kuwa wamesababisha vifo kwa wasio na hatia. Na swali letu ni kidogo, ni fupi. Hawa NPR wetu walifanya nini mpaka ikawalazimu kufa bure, na walikuwa wanachunga rasilimali ya serikali na kufanya patrol? Kwani NPR walipewa bunduki kufanya nini? Hawa NPR wawili wenye wameuliwa jana na KDF ndiye walikuwa in charge of security ya hii eneo ya Naoyaregai. Hawa wawili tu wamekufa jana. Sasa hatujui usalama ya eneo hili itakuwa inachungwa na nani kuanzia jana, leo, kesho na kesho kutwa. Kwa kipindi cha wiki moja sasa, Turkana Kusini imeshuhudia utovu wa usalama. Askari watatu wa NPR wameuliwa, huku mwingine mmoja akiendelea kuuguza majeraha katika hospitali ya rufaa ya Lodwar. Waliouliwa ni Simon Lomowas Ekaru na Eyapan Loluk. Simon Lomowas Ekaru amewacha wajane watatu na watoto 16, huku Eyapan Loluk akiwacha mjane na watoto 9 mtawalia. Mike Ekutan, KTN, Turkana Kusini.